mbele ya Mungu, wakiishi kwa kufuata amri na maagizo yote ya Bwana bila lawama. Lakini hawakuwa wamejaliwa watoto, kwa vile Elizabeti alikuwa tasa, nao wote wawili walikuwa wazee sana. Siku moja ilipokuwa zamu ya kutoa huduma ya ukuhani mbele ya Mungu, Zakaria alichaguliwa kwa kura, kama ilivyokuwa desturi, kuingia hekaluni ili afukizie ubani. Umati mkubwa walikuwa wamekusanyika nje wanasali. Wakati huo wa kufukiza ubani, malaika wa Bwana akamtokea humo ndani, akasimama upande wa kulia wa madhabahu ya kufukizia ubani. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamjia, lakini malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa maana sala yako imejibiwa, na mkewe Elizabeti atachukua mimba na atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yohana. Utakuwa na furaha kubwa, na watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Hata kunywa divai wala kileo, na atajaza Roho Mtakatifu toka tumboni mwa mama yake. Atawaelekeza wengi wa wana wa Israeli kwa Bwana Mungu wao, na atakuwa mkubwa mbele za Mungu. Atawafanya wasio na utii kuwa na nyoyo za uadilifu, na hivyo amtayarishie Bwana watu wake. Malaika, hilo litawezekanaje? Na mimi nimezeeka na mke wangu amezeeka. Mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele za Mungu, na nimetumwa nikuletee habari hii njema. Na tazama, utakuwa bubu, kwa sababu hujasadiki haya yatakayofanyika kwa wakati wake. Hivyo tangu sasa hutaweza kuzungumza mpaka pale yatakapotimia haya niliyonena nawe. Wakati huo wale watu wawili kuwa wanamngoja Zakaria huko, wakishangaa juu ya kukawia kwa muda wa miezi 5. Huko Galilaya, kwa msichana mmoja bikira aitwaye Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu, wa ukoo wa Daudi. Malaika akamwendea akamwambia, Salam, e bikira, Bwana yu pamoja nawe. Maria aliposikia maneno hayo alifadhaika sana, akawaza maneno hayo yanamaanisha nini. Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwa maana Bwana amekujalia neema. Na tazama, utachukua mimba na utamzaa mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu. Atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu mkuu. Bwana Yesu atamjalia kiti cha mfalme Daudi babu yake, naye autawale ukoo wa Yakobo tangu milele, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maria akamjibu, mimba itawezekanaje na ilhali mimi ni bikira? Malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakushukia na nguvu za Mungu zitakufunika kama kivuli. Na kwa sababu hiyo mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Ujue pia kwamba Elizabeti jamaa yako naye amepata mimba, ingawa ni mzee, na sasa ni mwezi wake wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa maana hakuna lisilowezekana mbele za Mungu. Maria akasema, mimi mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Pamoja naye kama mke na mume, alionekana kuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yosefu mumewe, kwa vile alikuwa mwadilifu, hakutaka kumwaibisha hadharani, hivyo alikusudia kumwacha kwa siri. Maria, nimesikia ni bikira. Mimba na bikira imetokana wapi? Mimba hii nilipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unasemaje wewe? Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anapeana mimba? How? Roho Mtakatifu aje? Roho
Mtakatifu alinitokea na akaniambia nitaipata hii mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Cha msingi hakuna haja tuendelee kubishana, nituangalie jinsi tutakavyoilea hii mimba. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alikuona kujia wewe mwenyewe, akaacha jirani akaona kuingilia wewe akupee mimba. Haiwezekani bwana. Kwa sasa tuangalie kilicho cha msingi, jinsi tutakavyoilea hii mimba. Kwa hivyo nilee mimba si yangu. Haiwezekani. Alipokuwa bado anawaza jambo hilo, malaika wa Mungu alimtokea katika ndoto akamwambia, Yusufu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria awe mkeo, kwa maana mimba aliyo nayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atamzaa mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu, kwa kuwa yeye ndiye atakayewakomboa watu wake kutoka katika dhambi zao. Hivi Yosefu alipoamka usingizini, alifanya kama malaika alivyomwambia, akamchukua mke wake nyumbani, lakini hakulala naye hata Maria alipojifungua mtoto wa kiume. Mungu wangu. Asante Maria kwa kukutana na wewe. Najua Maria, siku ya kwanza nilipokutana na wewe, kuna mambo ambayo nilikwambia. Natumaini mambo niliyokuambia yalikuudhi baya sana. Ila Maria, tambua kwamba makosa ni kwa binadamu. Tumeombiwa sisi. Naomba unisamehe kwa ile niliyokuambia. Nimeweza kuambiwa kwamba hiyo mimba leo nani imeingia kuweza Roho Mtakatifu. Kwa hivyo niko tayari kuilea hiyo mimba ama kulea mtoto ambao utakayemzaa. Na tumeambiwa kwamba huyo mtoto ambao utakayemzaa ataweza kuokoa watu kutokana na dhambi zao. Nisamehe Maria, najua nilikukosea. Kama umeridhia makosa yako, basi nimekusamehe. Serious? Ndio. Aliingia katika nyumba ya Zakaria. Siku kadhaa baadaye, Maria alifunga safari, akaenda kwa haraka hadi mji mmoja ulioko katika milima ya Yudea. Huko aliingia katika nyumba ya Zakaria, akamsalimu Elizabeti. Habari yako? Salamu. Mara tu Elizabeti aliposikia sauti ya Maria, mtoto kutoka tumboni mwake aliruka. Naye Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu, akasema kwa sauti kubwa, Salamu Maria, uliyejaa neema, Bwana yu karibu nawe, na umebarikiwa kuliko wanawake wote, na utakayemzaa amebarikiwa. Mimi ni nani hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Nakwambia tu, niliposikia sauti yako, kitoto kichanga kiliruka tumboni mwangu kwa furaha. Heri yako uliyesadiki ya kwamba yatatimia yale Bwana aliyokuamuru. Utinzi wa Maria. Moyo wamtukuza Bwana, roho yangu inafurahi. Moyo wangu wamtukuza Bwana, roho yangu inafurahi. Kuwataka watu wote nchini kote wahesabiwe. Sensa hiyo ilikuwa ya kwanza, ilikuwa mara ya basi wote waliohusika walikwenda kuhesabiwa kila mtu katika mji wake. Yosefu pia
alifanya safari kutoka mjini Nazareti kwa Galilaya, na kwa vile alikuwa wa jamaa wa ukoo wa Daudi, alikwenda mjini Bethlehemu mkoani Yudea, alipozaliwa mfalme Daudi. Tangazo, tangazo! Watu wote wanaomba kuhesabiwa katika miji ya kwao. Kwa hivyo kesho katika ofisi zangu mnaomba wote mfike rasmi huko mpate kuhesabiwa baada ya miaka 5. Karibuni nyote. Watoto wangapi? Wawili. Umeishi kwa miaka ngapi? 4. 4. Uko na ng'ombe? Hapana. Na kuku? Ndio. Na mende? Asante. Yosefu pia alikwenda safari kutoka mjini Nazareti kwa Galilaya, na kwa vile alikuwa wa jamaa wa ukoo wa Daudi, alikwenda kuhesabiwa pamoja na mchumba wake Maria, ambaye alikuwa mjamzito. Walipokuwa huko, Sisi ni wana. Majina yenu? Mimi naitwa Kaduri. Na mke wako? Unaweza muuliza. Unaitwa nani? Robi. Uko na watoto? Wangapi? 70. Umeishi kwa miaka ngapi? 2. 2. Kwani ulikuwa mnataka mende? Maswali mengi achana. Kilichokuleta huko. Kuna kuku ngapi? Kuku tukanazo kama uchafu. Pia na ng'ombe? Kondoo? Wewe andika jina na sisi tumeenda na maswali mengi sana. Karibuni. Asante. Majina yenu? Mimi naitwa Yusuf mwana wa Daudi, mwenzangu anaitwa Maria. Mna mtoto? Sasa tuna mtoto. Kwani una macho uoni? Mtarajia mtoto? Ndio. Mtamwita nani? Tamuita Yesu. Aha, mna ng'ombe? Tuko na mbuzi. Mna kuku? Kuku hatuna. Mna shamba? Hapana. Labda kiasi nipate kuwajua nyinyi, ukoo wenu unaanzia kwa nani? Haya basi, nitapata kuwasajili. Nendeni katika makao yenu. Asante. huko siku moja iliwadia, waliita nyumba kwa nyumba sana kutafuta atakapozaliwa Yesu. Hodi. Karibu, unaitwa nani? Naitwa Yusuf mwana wa Daudi. Sasa hii unafuata nini kwangu? Naomba sehemu na Kiukuriga kakoro lumono. Hasa kuimora. Ikaketeke. Hasa kuimora. Hata kiwa tona hase. Ika. Yosefu. Hodi. Karibu. Tulikuwa tunaomba kama tungepata sehemu ambapo mke wangu angezalia. Wewe mzee, hauna hata nyumba wako? Sikuwa na huruma hata. Huruma gani wewe mzee? Acha matani wewe. Utakosana na wewe mzee, hawali niko nyumbani. Wewe mzee Hodi. Karibu. Tulikuwa tunaomba kama tungepata nafasi hapo mke wangu angeweza kuzalia. Kwani hamna nafasi? Tumeomba. Nafasi zilizopo zimeisha, ila tu kuna horini ambapo mnaweza enda mjisaidia hapo. Angaliko hapo pembeni. Barikiwe. Hivyo walibahatika kumpata atakapozaliwa Yesu katika pori la Mungu. Huko aliyesuka mkono. Walipokuwa huko siku yake ya kujifungua Yesu Maria alijifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume. Kaongeza nguo za kitoto kamlaza horini kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba za wageni. Katika sehemu hizo walikuwapo wachungaji wakijesha usiku mrefu
Katika siku hizo walikuwepo wachungaji waliopotea, wakaogopa sana. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana nimewaletea habari njema zitakazowakuta ninyi na watu wote. Tazama, siku ya leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu: mtamkuta mtoto mchanga amevikwa mavazi ya kitoto na amelazwa horini. Mara kulikuwa na jeshi la malaika wa mbinguni likajiunga na huyo malaika, wakamsifu Mungu akisema, utukufu kwa Mungu juu, amani kwa watu wenye mapenzi mema. Utukufu kwa Mungu juu, amani kwa watu wenye mapenzi mema. Lakini Maria aliyekuwa akiyatafakari mambo hayo yote moyoni mwake, wakiongozwa na nyota kutoka mashariki. Niliwaruhusu ili kuwasikiliza wataalamu wa nyota. Nilikuwa tukifuatilia nyota hii ambayo inaashiria kuzaliwa kwa mfalme. Unasemaje wewe? Ati mfalme? Katika mtaa huu mimi ndio mfalme. Sasa sitaki kusikia ukiniambia ati mfalme amezaliwa. Hapa mimi ndio mfalme. Mfalme, kenda usiwachie raga. Aliweza kuangalia Sema mfalme amezaliwa. Hao ni wapumbavu. kwa sheria, akawauliza, Kujeni. Sawa, na watuma mtoke hapa mwende mtafute alipozaliwa huyo mfalme. Basi mkishapata mrudi hapa mniambie alipozaliwa, nami niende nimwabudu. Sawa. Tokeni hapa. Toka. Usiporudi mfalme anawachia raga nyinyi. wakaenda kumbe ile nyota waliokuwa wameiona upande wa mashariki iliwatangulia hata mashariki, huku ikiwaelekeza alipozaliwa Mwokozi. Yote hiyo ikiwatangulia mtakatifu alipozaliwa Mwokozi. Basi wakaingia nyumbani, wakamwona yule mtoto pamoja na Maria mama yake, wakapiga magoti wakamsujudia, kisha wakafungua hazina zao wakampa zawadi. Zawadi hii ni dhahabu. Nawashiria ufalme. Bali Hii hapa manemane kuashiria ukuhani. Hii hapa ni ubani, inaashiria kuhani mkuu. Mungu aliwaonya katika ndoto wasimrukie Herode, hivyo wakarudi makwao kwa njia nyingine. Msirudi katika njia ile ile, bali muitumie njia nyingine, kwa maana mfalme Herode ana nia ya kumuua mtoto aliyezaliwa. Hivyo wasala wale waliokuwa baada ya kuona na malaika walishika njia na kwenda upande mwingine
huku hawakurudi kwa Herode.